Meli 5 za kibiashara zilipigwa na makombora au vilipuzi vinavyodaiwa kurushwa na Iran katika mlango wa bahari Hormuz ndani ya wiki moja iliyopita, huku meli hizo zikiharibika lakini hakuna iliyozama, katika tukio ambalo linaendelea kuonyesha hatari kubwa inayowakabili wasafirishaji katika njia hiyo muhimu ya kimataifa. Taarifa hiyo imeripotiwa na New York Post jana Jumamosi, Agosti 22 mwaka 2026 kwa kunukuu taarifa za usafirishaji wa baharini. Pamoja na mashambulizi hayo, idadi ya meli zinazopita katika mlango wa bahari Hormuz imeongezeka kwa kiwango kikubwa ikilinganishwa na wiki zilizotangulia. Takwimu kutoka nchini Uingereza zinaonyesha kuwa katika kipindi cha siku 7 meli 103 ziliingia katika njia hiyo, nyingine 89 zikitoka. Hii ni ongezeko kutoka meli 76 zilizoingia na 75 zilizotoka katika wiki iliyotangulia. Ongezeko hilo linaonekana kuwa ishara kwamba shughuli za usafirishaji katika njia hiyo zimeanza kurejea taratibu, ingawa bado ziko chini sana ikilinganishwa na hali ya kawaida kabla ya vita. Kwa mujibu wa taarifa hizo, karibu meli 200 zilipita katika mlango wa bahari Hormuz wiki iliyopita ikilinganishwa na takribani 150 wiki iliyotangulia na meli 40 pekee wiki 2 kabla. Hata hivyo, kiwango hicho bado ni karibu 20% tu ya shughuli zilizokuwepo kabla ya kuanza kwa vita. Mlango wa bahari Hormuz ni moja ya njia muhimu zaidi kwa usafirishaji wa nishati duniani, ukiunganisha Ghuba ya Uajemi na Ghuba ya Oman na Bahari ya Arabia. Kabla ya vita, sehemu kubwa ya mafuta yanayosafirishwa kwa njia ya bahari duniani ilikuwa ikipita katika njia hiyo, jambo linaloifanya kuwa eneo lenye umuhimu mkubwa kwa masoko ya mafuta na uchumi wa dunia. Taarifa zinaonyesha kuwa karibu nusu ya meli zilizopita katika kipindi hicho zilikuwa meli za mafuta, huku nyingine zikiwa meli za mizigo mikavu. Meli nyingi zilisajiliwa chini ya bendera ya Panama na Liberia, ambazo ni miongoni mwa nchi zinazotumiwa sana na makampuni ya kimataifa kusajili meli zao. Hata hivyo, bendera ya meli haimaanishi moja kwa moja kuwa kampuni inayomiliki meli hiyo inatoka katika nchi hiyo. Mashambulizi dhidi ya meli hizo 5 yanaonyesha kwamba licha ya ongezeko la usafirishaji, hofu miongoni mwa makampuni ya meli bado ni kubwa. Ripoti zinaeleza kuwa mashambulizi hayo yalisababisha uharibifu wa meli na kuacha watu wawili wakiwa wamejeruhiwa au kufariki, ingawa meli zilizolengwa hazikupotea. Kwa upande wa Iran, Tehran imeendelea kusema kuwa udhibiti wa usalama na matumizi ya mlango wa bahari Hormuz hauwezi kuamuliwa na Marekani. Wakati huo huo, mvutano wa kisiasa na kiuchumi kati ya nchi hizo mbili umeendelea, huko Marekani ikijiandaa kuongeza vikwazo vya kiuchumi dhidi ya Iran na viongozi wa Iran wakitishia kulipiza kisasi iwapo Washington itachukua hatua kali zaidi. Hivyo ongezeko la meli kutoka 151 kwa ujumla wiki iliyopita hadi 192 katika wiki hii linaweza kuonyesha kwamba biashara inaanza kurejea katika mlango bahari wa Hormuz, lakini mashambulizi dhidi ya meli 5 ndani ya kipindi hicho yanaonyesha kuwa njia hiyo bado iko kwenye mazingira hatarishi. Kwa sasa wafanyabiashara wa mafuta na makampuni ya usafirishaji wanakabiliwa na changamoto mbili kwa wakati mmoja: hitaji la kutumia njia hiyo muhimu kwa biashara ya kimataifa na hofu ya kwamba meli zao zinaweza kushambuliwa katika eneo ambalo tayari lina mvutano mkubwa wa kijeshi. Hivi unajua kwa nini makampuni makubwa duniani hayaachi kujitangaza kila siku, licha ya kwamba tayari yanafahamika? Sasa kama una biashara au kampuni lakini hujitangazi, customers wapya watakujua vipi? Na bila advertising, unategemea kukuza mauzo yako kwa njia gani? Ndio maana Global TV tunakupa nafasi ya kuitangaza biashara yako kwa audience kubwa ndani na nje ya Tanzania kupitia mitandao yetu ya kijamii. Advertising kupitia Global TV inaongeza brand visibility yako, inakufikisha kwa customers wapya na kuongeza nafasi ya bidhaa au huduma zako. Na habari nzuri zaidi, bei zetu za matangazo ni rafiki. Iwe una biashara ndogo, ya kati au kampuni kubwa, kuna nafasi inayoweza kukufaa. Usiache biashara yako isubiri kugunduliwa. Ipe visibility inayostahili. Anza kutangaza nasi. Wasiliana na Global TV leo na tuipeleke brand yako mbali zaidi.